Nafikiri tungeanzia kwenye hizi sheria za mitandao. Naam. Kuna watu wanaingia kwenye mitandao ya kijamii pasipo kuwa na uelewa ya kwamba huku tunapoingia kuna sheria ambazo zinatuongoza. Tuanzie hapo. Asante sana. Basi nikianza na swali la ndugu yangu Musa Kipanya ni kwamba sheria zinazoongoza masuala ya mtandao kuhusiana na kipindi tulichopo ambacho ni kipindi cha uchaguzi. Sasa nchi yoyote ile inaongozwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Kwa maana ya kwamba Tanzania tunayo katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo ndio sheria mama ambayo sheria nyingine zote zinapata uhalali kutoka kwake. Kwa hivyo katiba chini ya ibara ya 18 inatoa uhuru wa kujieleza au tunasema uhuru wa maoni au uhuru wa mawazo. Sasa katiba inapotoa uhuru wa maoni chini ya ibara ya 18, maana yake ni kwamba inatoa pia tunasema ni restrictions ama exceptions, kwa maana ya kwamba uhuru ule si wa moja kwa moja. Na ndio maana ukitizama ibara ile ya 18 ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sura ya pili ya mwaka 1977 inasema bila ya kuathiri sheria nyinginezo za nchi, kila raia atakuwa na uhuru wa maoni, kwa maana ya freedom of expression of his idea. Sasa tunaporudi kwenye swali la ndugu yangu ni kwamba watu wanapokuwa katika mtandao wamekuwa wakitumia mtandao kwa kuvunja hizi sheria nyinginezo za nchi. Kwa hivyo ni kweli wanafanya au wanatoa uhuru wa maoni, lakini wamekuwa wakitoa uhuru wa maoni katika kuvunja sheria nyinginezo katika namna gani? Moja, kuna sheria ya makosa ya kimtandao ambayo ni sheria ya mwaka 2015, the Cyber Crimes Act. Sheria hii inakwenda moja kwa moja kuadhibu ama kutengeneza kosa kwa mtu yoyote ambaye atatoa maudhui yenye nia ya kupotosha, yenye nia ya uchochezi ama yenye nia ya kuhamasisha propaganda zisizo za kweli. Kwa hivyo kifungu cha 16 cha sheria ya makosa ya mtandaoni ile ya mwaka 2015 kinasema ni kosa kwa mtu yeyote ambaye atatengeneza maudhui mtandaoni, kuyasambaza, kuyachapisha, na maudhui hayo yatakuwa ni maudhui yenye lengo la upotoshwaji ama kueneza propaganda zisizo za kweli. Na kifungu hiki kimeenda mbali zaidi, kimekwenda kutoa adhabu kwa mtu atakayebainika amefanya kosa hilo, ambapo katika adhabu zake ni kwamba mtu huyo akikutwa na hatia atawajibika kwa mujibu wa kifungu hicho cha 16 kulipa fine isiyopungua milioni 5, lakini pia atawajibika kufungwa kifungo kisichopungua miaka 5. Sawa, matumizi ya mitandao ya kijamii kwa sasa hivi yako katika hali ya juu sana. Ni sahihi. Na katika kuelekea sasa uchaguzi mkuu, tunaona sote kwa pamoja. Kumekuwa kuna hamasa mbalimbali, kumekuwa kuna mambo mbalimbali, vitu mbalimbali, uhamasishaji wa baadhi ya vitu yakiendelea katika mitandao ya kijamii. Kwa haya matumizi ya namna hii, pengine yanaweza kutengeneza ama kuimarisha demokrasia kwa namna gani ama kuhatarisha demokrasia kwa kiwango gani? Asante sana. Nitarudi tena kwamba mambo yote yanayofanyika pengine watu wengi wamekuwa wakitumia mitandao pasipo kujua hasa sheria inasema nini katika matumizi yao. Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa kwa mfano haki ya kupiga kura au kupigiwa kura chini ya ile ibara ya 5, ibara ndogo ya kwanza pamoja na ibara ndogo ya pili. Na imesema wazi kwamba katika nchi yoyote ya kidemokrasia kila raia atakuwa na uhuru ama haki ya kushiriki masuala ya husuyo jamii yake. Na ibara hii ya 5, ibara ndogo ya kwanza na ya pili inakwenda sambamba na ibara ya 21 ya katiba hiyo hiyo inayotoa uhuru wa raia kushiriki masuala ya umma. Kwa hivi katika matumizi ya mtandao kumekuwa na uhamasishaji usiofaa, ikiwemo uhamasishaji wa watu kutokwenda kupiga kura, na watu wamekuwa wakisambaza hayo maudhui pasipo kujua madhara yanayoweza kutokana na kitendo hicho cha kusambaza maudhui yenye nia ya kuzuia watu kupiga kura.
kupiga kura ni haki kama zilivyo haki nyingine ambazo raia wamekuwa wakizipambania mahakamani, wamekuwa wakizipambania kwenye vyombo vyovyote wanavyoamini kwamba ni vya utoaji haki. Kwa hivyo ibara ya 5 ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa haki na imeandika kabisa pale haki ya kupiga kura. Kwa hivyo mtu anapotumia mtandao kwa mfano kwa minajili ya kuzuia ama kuhamasisha watu kutojitokeza ama watu kuto kupiga kura, kwanza moja, anakuwa anakiuka katiba ya nchi, kitu ambacho watu wengi pengine hawakifahamu au wengine wanakifahamu lakini hawajui nini madhara yake. Kwa hivyo mtu yoyote anayehamasisha violation of the basic and fundamental rights, yani ukiukwaji wa haki za kibinadamu, haki za kimsingi pia ikiwemo haki ya kupiga kura, manake moja kwa moja anahamasisha ukiukwaji wa katiba ya nchi. Ana uwezo wa kufunguliwa kesi ya kikatiba, ana uwezo wa kufunguliwa mashtaka mbalimbali yatokanayo na sheria hizo za mitandao kama maudhui yale yahamasishwa huko, na ana uwezo wa kuchukuliwa hatua kuhamasishwa ukiukwaji wa haki za binadamu. Lakini hii kama peke yake haitoshi, kumekuwa na watu wana tabia ya kutengeneza hata maudhui kupitia hii teknolojia ambayo imekuwa maarufu sana, labda AI. Wakiwekea sauti, wakiwekea na video pictures, labda kutumia watu mbalimbali kwamba na wao wamehusishwa kwenye hayo mambo, au kutumia viongozi wa juu wa kiserikali kwamba kuna posti fulani wamekwenda kuzipenda au kuzilike au kusubscribe na vitu kama hivyo. Hapa sasa sheria yetu ile ya makosa ya kimtandao haitakwenda peke yake. Tunazo sheria nyinginezo ambazo zinasaidiana katika kuonyesha seriousness au katika kuonyesha kwamba jambo hili halikubaliki na halitakiwi kwa mujibu wa sheria zetu. Tunayo sheria ya usalama wa taifa, the National Security Act, kwa maana ya sura 43. Sheria ile kifungu cha 3 na cha 4 pamoja na vifungu vinginevyo vimeweka wazi kwamba ni kosa kwa mtu yoyote kufanya vitendo vitakavyohatarisha usalama wa taifa ama usalama wa nchi. Kwa hivi moja kwa moja mtu huyo anaweza akawa yeye mwenyewe mmoja ana kesi ama anakosa la kikatiba kwa kitendo cha kusema watu wasijitokeze kupiga kura, wakati katiba chini ya ibara ya 5 imeweka haki ya kupiga kura. Kwa hivyo unaposema kwamba usiende ama usifanye, manake ni huyu mtu hana tofauti na mtu ambaye anahamasisha haki ya kutoa uhai wa mtu, ile right to life. Kwa sababu zote zipo katika katiba yetu. Unapoongelea haki ya right to life, maana tunaongelea ibara ya 14. Unapoongelea haki ya kumiliki mali, ibara ya 20, ibara ya 18. Kwa hiyo unaona kwamba moja kwa moja huyu mtu hana tofauti na mtu mwingine ambaye anahamasisha ukiukwaji wa haki nyinginezo. Kwa hivi adhabu yake inaweza kuwa moja, huyu mtu anaweza kufunguliwa kesi za masuala ya kikatiba, lakini 2, mtu huyu anaweza kufunguliwa kesi ya kuhatarisha usalama wa taifa ama usalama wa nchi, ambapo adhabu yake kwa makosa kama haya manake yatakwenda kuiana na makosa ya kama vile kutaka kuihujumu nchi, ama makosa yanayouiana au yanayotaka kuhusiana na makosa ya uhaini kama mmewahi kuyasikia, ambapo adhabu zake nyingi huwa ni only ni adhabu moja tu, kunyongwa mpaka kufa. Ni kwa kiasi gani sasa sisi wananchi tunafahamu haya yote ambayo ulioyazungumzia kuhusiana na sheria za kwenye mtandao? Naam. Tunatumia jitihada gani sasa kuhakikisha kwamba hizi sheria za kimtandao wananchi wanazipata na wanazielewa kuelekea uchaguzi? Asante sana. Ni kweli, unajua changamoto nyingine tulionayo ni kwamba kisheria kutokujua utetezi kutokujua sheria sio utetezi mbele ya sheria. Walatini wanasema ignorantia juris non excusat. Yani kutokufahamu sheria sio utetezi mbele ya sheria. Kwa hivi sisi sote kwa umoja wetu, kwa mfano kama ninyi kipindi hiki cha Good Morning mmefanya jambo jema kwamba tuje tushirikishane 2 matatu katika kujaribu kugawana kile tunachokifahamu na umma, kugawana sehemu ya maarifa tulionayo. Kwa hivi sisi sote kwa pamoja tunapaswa kutumia hii mitandao kuweza kuelimishana kwamba vitendo hivi havifai mbele ya sheria na adhabu zake zinaweza kuwa kwa kiasi hiki na pengine madhara yake ni haya. Je, vitendo hivi vinafaa? Kwa mfano kuhamasisha,
watu kujitokeza kupiga kura kwa mujibu wa sheria, kuhamasisha watu kushiriki masuala ya msingi, kuhamasisha watu kushiriki masuala yanayohusu hatima yao. Na ndio maana hata matamko ya kiulimwengu, kwa mfano lile tamko la haki za kibinadamu la mwaka 1948 ambalo liliwekwa na Umoja wa Mataifa chini ya ibara ya 21, limeweka umuhimu wa watu wote duniani kushiriki katika masuala yanayohusu nchi yao, serikali zao, masuala ya kushiriki shughuli za upigaji wa kura, kwa maana kushiriki public affairs na masuala ya usuyo hayo. Kwa hiyo sisi tunao wajibu kwa jamii kuhakikisha kwamba kwa kuwa kasi ya mtandao imekuwa kubwa, badala ya kutumia mtandao kufanya upotoshaji wa kiwango kikubwa, sisi sote tunapaswa kuwa mabalozi wazuri wa kutumia mtandao ule kufikisha message iliyokusudiwa kwa hadhira, kwa jamii, kwa wananchi kwa ujumla juu ya umuhimu wa kufanya maamuzi ya kuhakikisha wanashiriki shughuli hizi. Na shughuli hizi ni za muhimu. Kwa mfano, tunaona kwamba kuna masuala ya maendeleo, huduma za msingi, huduma kama barabara, huduma kama maji, miundombinu mbalimbali, mashuleni na maeneo mbalimbali. Sasa watu wanaohamasisha haya, manake ukienda mbali sasa kwa mujibu wa hizi sheria kwa nini zinatoa adhabu kali, manake mtu huyu ni kama vile anahamasisha kuto kufanyika kwa maendeleo ukienda katika tafsiri mbaya. Kwa nini kwenye nchi yetu kumekuwa na thin line, yani imekuwa mtu anashindwa kutofautisha wakati gani nitakuwa nakosoa, wakati gani nitakuwa nafanya uchochezi na wakati gani nitakuwa sasa natoa uhuru wa maoni ambao sheria inasema. Ni hivi, it's very simple, kwamba unapofurahia uhuru wako wa maoni unaruhusiwa kukosoa. Lakini sasa mtu kwenye kukosoa unakuta anatuhumu. Changamoto nyingine, mimi ninapokuja na kusema kwamba Salma, koti lako si zuri, this is my opinion, lakini ninapokuja nasema Salma, koti lako umeiba, ili haliwezi kuwa lako. Ni vitu viwili tofauti. Kuna tuhuma, kuna opinion. Sasa kinachotokea katika jamii yetu ya Watanzania wengi, sio wote, anatoa uhuru wa maoni ambao ndani yake unakuwa na vitu ambavyo hawezi kuvithibitisha. Kaka Hando kazungumza vizuri sana. Ukitizama taarifa za habari, magazeti yetu, mitandao ya kijamii, utasikia TAKUKURU wanasema uchaguzi wa CCM umejaa rushwa. Sasa je, una uwezo, yani je, uthibitisho upo wa kuweza kuthibitisha hiyo tuhuma inayotolewa? Kwa sababu kwenye sheria kuna kanuni inasema ni rahisi kutuhumu, ni ngumu kuthibitisha, lakini pia ni ngumu kujinasua kutoka kwenye hiyo tuhuma. Kwa hivi uhuru upi wa maoni unaokubalika katika nchi yetu ya Tanzania? Ukitaka kulielewa hili, ni kama nilivyosema kwamba wewe zungumza, kosoa, na kama una ushahidi tuhumu. Hapo sasa hapo kwetu. Yes. Alichozungumzia Gerald ni kwamba amezungumza kutokana na Watanzania wengi jinsi tulivyo. Ndio. Haya, tunaelekea uchaguzi. Naam. Kuelekea uchaguzi kuna taarifa nyingi zinatoka. Ni kweli. Katika zile taarifa zinazotoka, sorry Musa, na wakati mwingine zina uthibitisho kabisa. Sasa ndio. Nani mwenye mamlaka ya kuja kusema kwamba hizi taarifa zimepotoshwa au hizi za kweli? Aha. Katika kesi zote zinazohusiana na masuala ya upotoshaji au kesi zinazohusiana na masuala ya propaganda zisizo za kweli, manake yanakwenda kwenye jinai moja kwa moja. Sasa kwenye jinai, mtu mwenye wajibu wa kujua kwamba hapa kuna kosa au hamna kosa, manake inahusisha vyombo vya dola. Kwa hivyo moja, manake tunatumia polisi kwenye masuala ya upelelezi, lakini mbili, manake tuna kitu kinaitwa wanasheria wa serikali, yani mashtaka. Hizi mamlaka za National Prosecution Services huwa wanaangalia kama kosa lipo au alipo, na baadaye mtu anafikishwa mahakamani. Kwa hivi katika masuala ya observance au monitoring ya je, hapa kumekuwa na uvunjifu wa hiki au kumekuwa na upotoshaji, mwenye dhamana ya kufanya hilo manake ni dola kupitia vyombo vyake vinavyo monitor ulinzi na usalama, kwa maana vinavyo enforce au vinavyotekeleza sheria.